majina yangu naitwa Rehema Richard Mwaja, ni mkazi wa Choda hii. Kwanza kabisa niseme asante kwa ajili ya mbunge kufika mahali hapa, maana tangu tuanze kuchagua wabunge hatujawahi kumuona mtu amefika mapema kama wewe. Kwa hiyo pia uendelee kutusaidia hoja tulizonazo na changamoto tulizonazo, uendelee kutusaidia. Isiwe ni mwisho tu wa hapa, iwe ni mwisho hata kufika tena kusikia hoja zetu. Tutakushukuru mbunge, na pia tunasema endelea kuwa pamoja nasi katika kijiji chetu. Utuangalie sisi wanyonge tunavyoendelea kunyang'anywa maeneo yetu. Nimenyang'anywa eneo baba, ninafika mahali naambiwa nikuandikie barua ya kufungwa. Kwa hiyo kama tafungwa, jamani, nifungwe bure bila sababu ya haki tu. Eneo hili limekuwa na mgogoro na miaka sita nazunguka hapa vijijini. Uongozi wakati unajua, viongozi wengi wanajua, wilayani nimefika, tumepakatana mpaka na mapanga. Yani bado eneo liko pale pale. Mwenyekiti wa kijiji akaamua kutoa eneo langu likalimwe bure. Nilipoongea nikamwambia naandikia barua nikafungwe, nikaachia. Kwa hiyo mbunge, naomba usikilize hii hoja ukaifanyie kazi baba. Sasa alama zinaendelea kufutwa, uzio umechomwa moto. Sasa kama nimechomwa moto, takiwa yani alama ishe. Sasa kama na ng'ombe 2 tazichungia watu nini? Siwezi nikaona tazichungia ndani ya nyumba, hapana, tazichungia pale pale tu mbugani. Mbunge, naomba utusaidie na chukua haya uyapeleke sehemu husika, na mengine unafanyia kazi, utusaidie na sisi. Choda Imiga, hii barabara mbunge inatugharimu hela sana, kwa sababu sisi sio wafanyabiashara, ni watu tu wa mitaani tu. Ukikanyaga kwenye bodaboda unaambia shilingi 5,000 4,000. Sasa jamani, zile bajaji ya shilingi 1,000 hamna. Tuletewe, tumetoka na 5,000 4,000. Tuletewe bajaji. Kwa tunapata paka pale 1,000, tutakuwa huru. 4,000 5,000 ni hela kubwa sana. Swala pili. Ndugu mheshimiwa mbunge, kabisa, nina eneo langu ambalo lina mgogoro wa miaka karibu 6. Mgogoro wa miaka 6 mpaka leo sijapata ufumbuzi. Eneo langu limepewa mtu anaendelea kulifanyia kazi. Siku moja nimefika ofisini nikaambiwa nina uwezo wa kukuandikia barua ukafungwe. Nilikimbia ofisi mimi. Sasa mbunge, kama umekuja, siku hizi mnatufunga tu, ukiuliza haki yako unafungwa. Nikaambiwa na mtu niliyemlalamikia, nenda popote unakotaka. Siku moja ukisikia niko kwa waziri mkuu Dodoma usishangae. Maana nimechoka. Nimefanya kesi mara ngapi hapa na hangaikia haki yangu. Naonekana mimi ni mbaya kwenye kata ya labda ya Mkiwa, Choda hapa mimi ni mbaya, lakini ukiuliza haki yangu unaonekana ni mbaya kwenye kijiji hiki. Sasa tutapelekwa wapi? Mbunge, naomba unisikie, na mimi pia ni mwanadamu. Tumechoka. Paka barabara zinafanywa kwenye eneo la mtu. Ukiongea unapelekwa kituoni. Huna haki wewe. Ukifika mtu anakuchomeka kwenye maneno maambia hujayaongea. Unaendelea kunyanyasika. Ufanye nini? Mheshimiwa mbunge, Choda hii tunanyanyasika sana. Wanyonge. Mimi nasema labda kwa wanawake tu. Mimi nikiwa mwanamke, baba nene muhimbe tina muhoze. Ndio newa ino. Unataka hivi. Kwa hiyo naweka hadi wanei. Unisikilize na mimi pia. Lile eneo nilipata. Fani membea ndio kimewa mwa mputa ya benda. Amputa ya benda. Ile alama inataka kufutwa ili iwe eneo la mtu. Nina ng'ombe madu, nigweme de ng'ombe na mbunge. Nina panda hadi na kama 200,000. Na panda oni ngeki. Mbunge, naomba unisikie. Hili siku moja, lakini kwa sababu umeingia juzi baba, sijaona ubaya. Ila naomba unisikie. Asante. Kwa majina naitwa Nyasoro Phibet Masaba, ni mkazi wa Choda, kata ya Mkiwa. Tunapenda kumshukuru sana mheshimiwa mbunge kwa kufika kwenye kijiji chetu, kutoa shukrani zake kwa kumchagua, lakini pia kusikiliza kero zetu. Kwa kweli tumefurahi, tumefarijika na tumeona kwa kweli tuko pamoja, na tumemwambia kero zetu. Tunaamini kabisa kwa kuwa amewahi mapema kuzichukua kero zetu, ataenda na kuzipeleka bungeni, atashughulikia. Tunakushukuru sana mheshimiwa mbunge, tunakupongeza. Asante.
Nashukuru. Mimi naitwa Robert Alphonse Mkonongo na kijiji cha Choda. Ila mimi ndugu mwandishi, la kwanza ninashukuru. Namshukuru sana mheshimiwa mbunge. Huyu ni mbunge wa pekee naona. Tangu kata hii umbwe na wabunge wote walikuwa wanapatikana kwenye kata kwenye halmashauri yetu, hasa kwenye jimbo la Singida Mashariki. Hakuna mbunge aliyefanya kitu kama leo. Huyu ni Mungu ametupa kama watu wa halmashauri sasa Singida Mashariki. Thomas Mgonto ametia historia moja ambayo mimi nampongeza. Ni mbunge ambayo anaweza kupeleka, anapotaka kwenda bungeni anataka apeleke ya watu anayewaongoza, sio ya kwake, kwa sababu kuna viongozi, kuna wabunge wapo tuliowapa na yale ambayo yanahusu wengine hawachukui maoni ya wananchi. Wao wanaenda, tunawasikia bungeni kule wapo tu wamekaa, lakini huyu mimi nampa hongera. Amekuja mapema kabla ya kwenda bungeni na anataka maoni ya wananchi wake, ya watu anayewaongoza, na ndio maana amekuja anasema nataka nipate maoni ya watu ninaowaongoza, wana changamoto gani niyapeleke sehemu husika. Huyu ni mbunge wa kihistoria ambao yeye hafanyi mambo yake, ni mbunge ambaye anajali watu. Wabunge wengine wanajijali wenyewe, wakipata tu basi inatoa, lakini huyu ameona kujali wananchi wake, kuja kuchukua maoni yao, wana changamoto gani, wana shida gani, anayabeba anayapeleka moja kwa moja bungeni. Kwa kama mbunge umechaguliwa na wananchi kwenye jimbo lako husika, ukai na watu walio kwa ajili, haukutani nao, unapeleka nini bungeni? Unaenda tu bungeni, lakini haujui watu wana matatizo gani. Hao watu waliokuchagua walikuwa wanataja nini? Wanapokuchagua kwa wasimamie kipi? Huyu ni mbunge wa historia. Mimi niseme Mheshimiwa Thomas Mgonto, mimi kwa kweli nimeshaanza kulizika. Nimelizika sana kwa hali aliyofanya. Ndugu huyu amefanya historia, la kwanza. La pili, hatukuwahi kuwa na mbunge ambaye tumemchagua akaja kusema na washukuru. Hilo haijawahi kutokea. Mbunge aje mapema tumchagua baada kabla ya miezi miwili, anakuja kwa wananchi tena anashuka chini na kusema na washukuru kwa kunipa kura zenu. Hiyo yenyewe tu kwanza inatosha. Yaani inatosha kwetu. Inatosha kujua huyu ni mtu anijua watu wake. Hilo ndo swala la kwanza. Yaani kwa swala la kusema asante, mimi nimeshukuru sana. Huyu jamaa kweli mimi nimemkubali bwana. Ndugu yangu, nimemkubali. Mgonto mimi sina shida naye. Aende, tumempa kero zetu leo. La tatu, amekuja tumempa kero zetu leo. Tuna kero nyingi kweli kwa kweli. Na kweli ataona shida. Na mimi naona Mgonto leo anapata tabu kwa sababu kuna vidonda ambavyo vipo havitibiki. Vilikuwepo vya muda mwingi na ni vikubwa, vimekuwa madonda ndugu. Ni shida. Kwa hiyo leo anapata mzigo mzito. Na nadhani ni mtu msomi. Mgonto ni mtu msomi. Anajua hii ni haki. Anajua hii ni haki. Hii sio haki. Atabeba yale ambayo ya muhimu, atayapeleka bungeni. Atayabeba yale ambayo pengine ni halmashauri, atayapeleka halmashauri, kwa sababu yeye ni mbunge sasa. Alafu bado pale bado ni diwani. Kwa hiyo akiwa kwenye baraza la madiwani kwenye halmashauri yetu, aliyoyabeba hapa kama ni halmashauri, Mgonto ayafanyie kazi. Najua atayasema pale vizuri, atawaelimisha watu vizuri, ili angalau wananchi wa vijiji hivi waendelee kupata, angalau wawe na wenyewe wapate na wao neema, angalau na wao waishi kama wana viongozi, kwa sababu viongozi wengine wameshaona wana kijiji huku chini ni kama machokolatu. Ni kama yani hawajui kwanza. Wao watu wa halmashauri bwana, nikwambie ndugu yangu, wameona watu wa chini huku kwenye makata, kwenye matawi, wameona ni watu ambao sio wasomi, wakuburuza tu. Wanakuja huko wanatuburuza, wanatunyang'anya maeneo. Kwa kija mwekezaji anakuja anatunyang'anya maeneo, tunakutwa wanajifanya wenyewe wanajua sheria, ila sisi tunajua sheria ila hatujui. Wanatunyanyasa kwa sababu hatujui. Kwa hayo ambayo tumempa leo, najua ataenda kuyasimamia. Naomba hivi Mgonto asiwe hakimu. Hatufanyi hivi kwa sababu yeye awe hakimu. Tumempa kwa sababu tayari ameshakuwa mbunge wetu. Kwa akiwa mbunge ni mtu mkubwa sana. Kwa lazima tumwambie changamoto zote ambazo tunazo. Hasa hizi ambazo tumezisema kwenye halmashauri hatusaidiwi. Kwa naomba halmashauri hii itambue
ila nashukuru kitu kimoja, ndugu yangu, nashukuru kitu hiki. Namshukuru Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Mimi namshukuru sana na ninampongeza huyu mama. Huyu mama Makuru ametufanyia mema, hasa kwenye kijiji chetu, hasa kwenye mkoa wetu wa Singida. Ametupa mawaziri zaidi ya 3. Waziri wa kwanza amechagua Mwigulu Nchemba, ndugu yetu hapa. Huyu ni waziri mkuu. Haya, akampa huyu Chaya wa Manyoni ambao ni naibu waziri wa uwekezaji. Bado yule Kistila Mkumbo amepewa, yule ndio waziri wa uwekezaji. Mimi niseme hivi, huyu mama apewe nini? Singida ameiona. Singida ameiona. Kwa hiyo namshukuru sana. Nadhani hawa mawaziri ambao wapo watatusaidia. Sisi tuko Singida na wao wa Singida tutasaidia. Asanteni sana. Mimi naomba asaidie. Hawa mawaziri wakija tutaendelea kuwapa changamoto zetu. Kwa jina anaitwa Yeremia Idabu Mianga. Nimesimama hapa kama kufuatana na umri wangu. Tunashukuru sana kuona Mheshimiwa mbunge Chifu Mgonto kututembelea katika kijiji chetu cha Choda, na tunaamini kwamba kwa hoja zote ambazo tumempa atatekeleza, na tunaomba sana ambaye kijiji hiki akipe kipaumbele ili kikamilike katika masuala yote. Tunamkaribisha sana, hasa swala langu ile la bwawa ambao ndio kijiji kizima cha Choda kinanywesha pale zaidi ya ng'ombe 1000. Halafu na swala lingine la umeme, tunataka nguzo zichimbiwe mpaka kule Mujimbo ambao kuna watu zaidi ya 250 kaya hizo. Kwa hiyo tunashukuru sana, tunaomba arudi tena wakati mwingine kutusikiliza. Asante sana. Labda wewe una yapi ya kumwambia mbunge baada ya kuja kusikiliza kero zenu, labda kama unamshukuru au unampongeza? Tunamshukuru sana na kumpongeza sana mheshimiwa wetu. Tunaomba kwamba atekeleze haya yote yale anaona kwamba haiwezekane pale kwenye mbunge. Kwa mfano, tuna ile bwawa, kuna ekari zaidi ya 20 ambao watu wengine watalima na makosani nini, ng'ombe watakunywa wakati wote, ng'ombe zaidi ya 1000 na kitu. Asante. Kwa majina yangu naitwa Felix Matayo. Mimi ni mkazi wa eneo la Choda, kata hii ya Mkiwa. Na kwanza nimpongeze mheshimiwa mbunge kwa ziara yake ya kuja kusikiliza kero za wananchi na kuzipeleka bungeni. Kipekee mimi nimuombe kwa haya ambayo wananchi wameyatoa, malalamiko na kero na hoja zao, basi aweze kuzipeleka bungeni zikaweze kwenda kufanywa kazi na hatimaye aweze kutuletea maendeleo kama walivyo wananchi walivyomwamini. Mimi nimshukuru na pia nimpongeze kwa majina naitwa Donina Marcel Bakia, mtendaji wa kijiji cha Mkiwa. Leo tumepata ugeni, tumetembelewa na mbunge wetu Mheshimiwa Chief Thomas Mgonto. Kwa kweli sisi tunaona ni jambo jema, tunamshukuru kwa sababu na ninampongeza. Mtu amepata nafasi ya kutoa changamoto mbalimbali, kwa hiyo naamini kwamba atazifanyia kazi, atazipeleka mahali husika ambako panatakiwa ili zishughulikiwe. Nadhani